wafanye kazi ya ziada sana kuifunga Yanga kwenye mchezo, kwa sababu kuelekea katika hii mechi mimi naamini wamezidiwa, yani ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Unajua mpira wetu ulivyo, kuna ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Sasa ukianza kuzirank hizi timu mbili kati ya Tanzania Prisons na Yanga, unaona kabisa Yanga wanakuwa wamejipanga kutoka ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Ndani ya uwanja wana faida ipi? Wana wachezaji wengi wa kiwango cha juu, watu kama kina Pakome, kina Halid Aucho au Kalidou Kabuya na nyota wengine wengi ambao wapo kwenye kikosi cha Yanga. Ni wachezaji wakubwa ambao wanaweza kashinda mchezo wote ule. Kija nje ya uwanja wana mashabiki wengi. Yani uwanja mzima switch na kufanyia kitu uwanja mzima ina maana bado watakuwa wamejaa wao tu. Kwa hiyo unapata picha kama unaona kwamba Tanzania Prisons lazima afanye kazi ya ziada ili timu yake iweze kupata matokeo mazuri kwenye mchezo, kwa sababu ukiangalia kwenye table hadi hivi sasa bado wapo sehemu salama sana, nafasi ya 13 wakiwa na alama zao 30 na wanahitaji alama 3 kutoka kwa Yanga na alama 3 kutoka michezo mingine iliyosalia ili wawe na uhakika wa kuendelea kuwepo ligi kuu na maanisha msimu ujao. Kwa hiyo ukiangalia kwa performance kwa siku za karibuni, ndani ya mechi 5 zilizopita Tanzania Prisons ameshinda michezo 4, amepoteza mchezo mmoja, kiwango bora sana. Wakati kwa Yanga katika michezo 5 iliyopita ameshinda michezo yote 5. Kwa hiyo lazima Tanzania Prisons wanapoenda kucheza hii mechi wajue fika kwamba tunaenda kucheza na timu ambayo imefunga mabao 71, timu yenye safu ya ulinzi bora kabisa kwenye ligi kuu, timu ambayo imeruhusu mabao machache. Unajua ligi kuu hadi wakati huu ni Yanga, mabao 71 wamefungwa hadi wakati huu, wao katika nyavu zao zimeguswa mara 10. Kwa hiyo ni mechi ambayo mimi naiona itakuwa ngumu zaidi kwa Tanzania Prisons. Nimemwona mchezaji wa Tanzania Prisons akizungumza kwamba ni mechi rahisi kwa upande wao. Unapokutana na wachezaji wakubwa ambao wanajua kutumia nafasi, sio mechi nyepesi kwako, kwa sababu itasababisha, yani itakufanya wewe uhakikisha utengeneze makosa mengi kwenye lango lako, na wakati huo huo hakikisha ukipata zile nafasi za wazi unaweka mpira nyavuni mapema ili kuibeba mechi. Kwa hiyo kwa upande wangu mimi bado naona ni mechi ngumu zaidi kwa Tanzania Prisons. Yani ni sawa sawa tunakosema Tanzania Prisons wanataka kupanda ule mlima Kilimanjaro hadi kileleni ndani ya saa moja. Ni kitu ambacho hakiwezekani. Yes. Yani ni ngumu sana kwa performance ya Yanga, na hasa kuzingatia Yanga anajua fika akidondosha alama kwenye mchezo huu basi matumaini yake ya kutamba sana anaweza kuwa bingwa yatakuwa magumu zaidi upande wake. Kwa naamini ni mechi ambayo itakuwa ni ngumu zaidi kwa Tanzania Prisons. Sawa, ni Emmanuel Mwayombo akiugusa mchezo wa Tanzania Prisons. Kama nini kwa lile pira gwalide ambalo Tanzania Prisons mara nyingi huwa wanalitumia, licha ya kwamba katika misimu ya hivi karibuni ni kama umebadilika hivi, wanaweza kufanya kitu mbele ya wananchi Yanga? Mara ya mwisho Tanzania Prisons kuweza kupata matokeo dhidi ya Young Africans katika dimba la Sokoine ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2018. Baada ya hapo Tanzania Prisons amekuwa ni mteja kwa Young Africans, amekuwa kistruggle, na ukija kuangalia head to head zao kwenye michezo 7 ya mwisho Tanzania Prisons hajapata matokeo kwenye mchezo wowote ule. Amepoteza michezo yote 7 dhidi ya Young Africans. Kwa hiyo unakuja kuona ni jinsi gani ambavyo Tanzania Prisons wanaenda kukutana na kilima ambacho ni kigumu kwa upande wao kupanda, na nyakati gani ambazo wanaenda kukutana na Young Africans. Wanaenda kukutana na Young Africans kipindi wao wana matatizo mengi sana kiufundi, wana matatizo mengi sana kwenye timu yao. Kipindi ambacho walikuwa wanapoteza hicho kipindi cha nyuma ilikuwa ni Tanzania Prisons dume kabisa. Kija kuangalia wachezaji kama wakina Jumanne Nkaza El-Fadhil, Nurdin Issa Chona, yule fullback wao wa kushoto. Kwa unakuja kuona sasa hivi wanaenda kukutana na Yanga ambayo ipo bora, lakini wao Tanzania Prisons ubora wao umetoka kutoka pale walipokuwepo kipindi cha nyuma, na upo sasa hivi kwenye kipindi ambacho sio Prisons bora ambayo inaweza kwenda kukupa mechi ngumu. Zamani tulikuwa tunazoea kuona Prisons ambao wakikutana na Yanga wataitoa mechi ngumu na watakupa mechi ambayo hautaweza kuisahau kirahisi, lakini sasa hivi Prisons wamekuwa na makosa mengi sana. Eneo la goalkeeping, Musa Mbisa utakuwa unamkumbuka vizuri huyo kijana. Ana makosa mengi sana, errors zake nyingi sana zinawafanya Prisons kuendelea kuwa wana concede magoli mengi sana. Kwa hiyo kitu ambacho Prisons wanakutana nacho nyakati hizi ni kitu kibaya zaidi, kwa sababu wanaenda kukutana na Young Africans ambayo inahitaji matokeo ya ushindi kwa namna yoyote. Huu ni mchezo ambao pia ni must winning game, ni michezo ambayo Yanga haitaji hata sale, kwa sababu ukipata sale umetengeneza gap kwa mpinzani wako Simba Sports Club. Kwa hiyo Young Africans wanaingia ku-approach mchezo huu wao wakihitaji matokeo ya ushindi, na wamejiandaa vizuri nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Kevin Sabato anawafahamu Yanga wakiwa wamejiandaa vizuri wanakuwa na hali gani. Anaongea kama mchezaji, anaongea kwa ajili ya kuwapa motivation wachezaji wenzake, lakini kwa jinsi ambavyo kikosi cha
cha Prisons kinavyocheza, huoni hata ile dalili ya wao kuweza kwenda kupata hata alama moja dhidi ya Young Africans, kwa sababu Prison kama Prison wao wamekuwa na mapungufu mengi sana kwenye eneo la ushambuliaji. Hakuna mtu ambaye anaweza kuconvert zile nafasi ambazo wanazitengeneza. Msimu uliopita Samson Baraka Mbangula alikuwa kwenye performance bora kabisa, lakini msimu huu baada ya kuwa na majeraha ameshindwa kufikia kwenye ile performance yake kubwa. Wakina Jeremia Juma wameshindwa kufikia kwenye top performance, wamekuja wakaondoa wachezaji wao bora wakawauza. Na kwenye eneo la midfield mtu ambaye alikuwa anamtegemea miaka ya nyuma Lambert Sabianka amedrop, hana ubora mkubwa sana kwenye uwanja. Ukija kumwangalia Jumane Ninkaza El-Fadhili anasumbuliwa sana na majeraha, hajarudi kwenye ule ubora wake. Kwenye eneo la fullback ukija kuangalia bado wanaendelea kustruggle na vijana wengi wadogo kama wakina Marco Muiru, bado hawajawa na timu ambayo inaweza kwenda kucompete na timu kubwa kama Young Africans. Kwa kuwa wote wapo kwenye ligi moja, hakuna namna, lazima wauingie mchezo na waende kucheza. Lakini kwa jinsi ambavyo Yanga wanauhitaji huu mchezo na intensity ya Yanga, walikuwa kambini kwa muda mrefu, sidhani kama Tanzania Prisons anaweza kwenda kupona kwenye mchezo kama huu, kwa sababu anaenda kukutana na timu ambayo ina safu ya ushambuliaji bora kabisa. Prince Mpumelelo Dube ana 10+ goals, ana assist za kutosha. Clement Mzize 10+ goals, ana assist 3. Ukija kumwangalia Pacome Pedro Zuzwa amerejea kwenye ubora wake, ametoka kwenye majeraha, ana assist 9, ana magoli karibia 7. Ukija kumwangalia mtu kama Maxim Pia Zengeri Mbappe wa Kindu, naye ana magoli mengi, ana assist nyingi. Kwa hiyo unakuja kuangalia ni jinsi gani ambavyo Tanzania Prisons wanaweza kwenda kukutana na mechi ngumu kabisa kwa kutokea. Na pia ukija kuangalia Yanga, muhimili wao Khalid Aucho, na Khalid Aucho tayari amerejea, amepona kutoka kwenye majeraha. Na hapa karibuni wachezaji wa Yanga walipata nafasi ya kurelax, walipumzika kwa muda mrefu kidogo, hawakupata mchezo wote wa ligi. Kwa hiyo nadhani fitness yao itakuwa imerejea, ipo juu, na huu ni mchezo mgumu sana kwa Tanzania Prisons, na wapo kwenye eneo gumu sana, kwa sababu wakipoteza mchezo huu na Pamba akishinda, Prisons anashuka kwenda kukaa kwenye eneo la playoff. Kutoka pale YouTube channel la Bongo TZFM, wale ambao wanamtengenezea ili afunge, ili mradi tu awe top scorer. Clement nafasi ya mwisho baada ya kuweka kwa Maele akalazimisha kupiga kwenye impossible engo. Mashabiki walimind sana Mzize. Nafasi msimu huu huoni kama kuna nafasi labda kwa Prince au Mzize? Shida ni kwamba Prince akifunga anatamani na Mzize afunge, anatamani kumpikia mshikaji wake. Yaani kuna muda Prince ametengeneza pacha fulani na Clement Mzize ambayo binafsi ni pacha nzuri sana kuiona kwenye football, kwamba wachezaji wote ambao wanakupa vitu tofauti, wanakupa rhythm tofauti ndani ya pitch, kila mmoja anakupa style yake ya uchezaji, lakini kila mmoja amekuwa sio mchoyo anapofikia nafasi ya kumtengenezea mwenzake. Lakini hawa wachezaji ambao tunawataja sasa hivi, wao wana nguvu ya kuconvert zile nafasi kwenye style moja tu. Hujawahi kumuona Clement Mzize akifunga from the spots penalty kick, hatujawahi kumuona Prince Dube akifunga from the direct free kick. Kwa hiyo tunakuja kuangalia ni kitu gani ambacho kinawaongezea idadi kubwa ya magoli, lakini yule ambao anashindana naye ndio kikwazo. Yaani kila style atafunga. Sasa ni ngumu sana kuweza kupredict kwamba Yanga wataamua tu kumtengenezea mtu kama Prince Mpumelelo Dube aweze kufunga magoli na aweze kumpita mtu kama Jean Sharia Wala, lakini lazima tuangalie ni jinsi gani ambavyo Prince Mpumelelo Dube ana ubora wa kuziconvert zile nafasi. Dube huyu ambaye tunamwongelea sasa hivi si mchezaji mbaya, ana uwezo mzuri sana wa kufunga, lakini kwenye msimu huu kwenye nafasi 3 anaweza kafunga goli moja. Hicho ndio kitu ambacho tunakuja kukiona ni kigumu zaidi kwa Prince Mpumelelo Dube, kwa sababu kama angekuwa clinical zaidi mbele ya lango msimu huu, nadhani mpaka sasa hivi tungekuwa tunaongea story nyingine, kama sio kuwa na goli 25 mpaka goli 20 mpaka sasa hivi. Lakini hajawa clinical kiasi hicho mbele ya lango. Anapata nafasi, sio kwamba azipati, lakini utumiaji wa nafasi kwake imekuwa ni kikwazo sana. Tokea alivyoanza msimu, alianza msimu kwa kasi, lakini alipoingia kwenye ligi kasi yake ikaja ikapotea Prince Mpumelelo Dube. Kwa hiyo sioni kama kuna nafasi kubwa sana kwa Prince Mpumelelo Dube kwenda kuwa top scorer kwenye msimu huu, kwa jinsi ambavyo alivyoanza na mpaka sasa hivi jinsi alivyo. Moyombo, kama Yanga wanaamua watengeneze mfungaji bora, ni bora nani wamtengenezee pale tumbukize kambani? Yaani kwenye swali lako limeka kimtego, lakini tumi ubingwa kwanza. Ubingwa kwanza. Hayo mambo mengine yanakuja. Kama watasema wanatengeneze nafasi ya kuwa mtu mfungaji bora, Clement Mzize homeboy. Homeboy. Nafume nielewa. Nimekuelewa vizuri hapo. Clement Mzize. Yaani kama Yanga wanataka mtu awe mfungaji bora, mchezaji wao katika wachezaji wao wale, basi pasi zote, basi kocha waambie pass, all pass to Mzize. Mzize. Pasi zote peleka huko. Kwa Mzize, Mzize tu afunge kwa kichwa, kwa mkono, kwa vidole. Kibongo bongo sina kwa kati tu. Kwani usahau bwana Yanga msimu kuna goli alifunga kwa mkono KMC Complex na mechi na Prisons. Mmesahau? Ibrahim Abdullah Baka. Sasa hata Mzize anaweza kaenda ile hewani chop.
kamba afu refa anaweka kati, kiatu anachukua. Unatakiwa uwe clinical sana, yani kama unahitaji kuwa mbongo na uweze kuwa top scorer, unahitaji kuwa na ubora ambao alikuwa nao George Mpole. Yule mwamba alikuwa kwenye peak ya hatari, yani ile ndo performance bora kwenye maisha yake ya soka. Yani alikuwa anafunga kwenye kila aina ya style. Kuna mechi dakika za jioni alipiga goli, nadhani ilikuwa na Costi. Pigwa shuti moja kwenye impossible engo, mpaka mwenyewe nikasema penalty anafunga. Yani free kick anafunga. Ana uwezo kudribble kutokea mbali akafunga. Yani aligawanyika. Ujue George Mpole kwenye performance ile ukimpata akiwa na miaka 22, asingekuwa huko tena sasa hivi. Sawa, wakati ni huo kwenda kuchezesha draw msikilizaji, na kutafuta wale washindi 35 kila mmoja aweze kuondoka na hela yake. Kumbuka Kasi wa hak ni mchezo wa kisasi. Tabora ndio walitamba sana kina Christian Mwagara baada ya kuifurumusha Azam ambayo ilikuwa inaonekana imeanza kushika kasi chini ya Rashid Tausi. Wachezaji kama Yakuba Sone, wachezaji kama kina Eriti Makambo wakiwa kwenye ubora wao waliweza kuwafanya kitu kibaya Azam pale Tabora, lakini safari hii wanaenda Chamazi Complex. Ni mchezo ambao Azam wanataka kuutumia kama ngazi kwa upande wao kuendelea kujisogeza zaidi kwenye nafasi ya 3 ambayo mpaka sasa hivi wapo. Ni mchezo ambao ni mchezo ambao una intensity kubwa sana, kwa sababu Tabora hawatotamani kuwa wanyonge mbele ya Azam FC. Ili tunapaswa tutambue Tabora watahitaji kuingia kwenye mchezo huu wakiwa wanatamani kuonyesha Azam kwamba kule Tabora hatukubahatisha. Tuliingia tukiwa na performance bora, tuliingia tukiwa tunajua nini tunachokihitaji kufanya ndani ya mchezo, na leo hii tunaweza kuja kuwadhalilisha hapa katika uwanja wenu wa nyumbani. Lakini yote kwa yote Tabora wanapaswa kuwa makini baada ya kuwapoteza baadhi ya wachezaji wao nyota kwenye dirisha dogo, wakiwemo Maurice Chuku ambaye alirejea katika klabu yake ya Singida Black Stars pamoja na magolikipa ambao walirejea pale Singida Black Stars. Hawajawa na performance kubwa kiasi hicho. Tunakuja kuangalia kwenye eneo la goalkeeping, Jean Noel Monome hajawa na performance bora kiasi hicho. Amekuwa na makosa mengi sana ambayo amekuwa amesababisha Tabora kuwa wanapoteza baadhi ya michezo. Na pia kuja kuangalia aina ya mafurubaki wao, wakina Faria Ondongo walianza vizuri msimu walipokuwa na Tabora, lakini sasa hivi hawana performance nzuri. Emmanuel Shireku kwenye upande wa furubaki ya kulia naye hajawa na performance nzuri siku za karibuni, na kwenye mchezo dhidi ya KMC alizawadiwa kadi nyekundu baada ya kufanya madhambi. Kwa unakuja kuona ni jinsi gani ambavyo Tabora kuna baadhi ya maeneo bado wana struggle. Wakina Offense Kola walikuwa na performance nzuri kabisa mwanzo wa msimu, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda wameanza kudrop. Hawajawa wale wakina Offense Kola ambao walikuwa wanaitikisa Tanzania kwenye michezo ya mwanzoni. Kwa Tabora United mchezo huu wanapaswa kwenda kuutumia wao kama turning point, kwa sababu hata hao Azam ambao wanaenda kukutana nao hawana yule natural goal scorer. Kija kuangalia wachezaji wengi ambao wanacheza kwenye eneo la mwisho la Azam nao ni wachezaji ambao wana uwezo wa kawaida tu, sio wachezaji ambao wana uwezo mkubwa kiasi hicho. Kija kumwangalia wakina Nasol Saduni, wakina Joné Branco hawana ubora mkubwa, wakina Alassane Diao hawana ubora mkubwa. Kwa hiyo ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu kwa pande zote mbili, lakini kwa quality ya wachezaji wa pembeni wa Azam wakina Edinado ambao wameshaanza kuipata ile fomu yao, wanaweza kuwasumbua Tabora ambao bado mpaka sasa hivi wana struggle kupata kiungo ambaye anaweza kuiunganisha timu kutokea chini. Mwakilishi huyo hapa umempata? Nataka tumsikie hapa anasemaje. Halo ndugu yangu. Unaongea na Haji Sheha kutoka Zanzibar, maeneo ya Amani hapa. Maeneo ya Amani visiwani Zanzibar. Amani karibu na uwanja wa Amani Stadium. Kwa ile finali ya Simba na Berkane ulikuwepo hapo? Nilikuwepo, lakini nilikuwepo kazini muda ule pale kwa siku ile. Umeshiriki cheza pesa mara ngapi leo? Nimeshiriki mara nyingi, ila leo nimeshiriki mara 3. Umeona ujumbe kwenye simu yako? Bado sijaangalia kwa sababu simu ilikuwa pembeni kidogo. Sasa mpaka kuona na kupigia hivi ujue tayari Mshua amefanya mambo. Wewe ni miongoni mwa wale washindi. Angalia vizuri kwenye simu yako hapa, basi pesa utaiona. Asante sana. Jioni njema, naendelea kucheza kwa sababu pesa bado zipo sana. Ingekuwa naongea na Gift Choni, ni Salme Gift Choni bado asubuhi. Salamu zitakuwa zimefika. Sawa. Asante sana. Bana mwakilishi huyo kama ambavyo tulizungumza kule kwa kina Omar Chungwa. Wametusikia. Sasa kule ni Omar Chungwa yuko Pemba. Lakini basi majirani bana. Wewe mbali mzee. Sio karibu. Na unajua nani kule ni tofauti naye. Sio mmoja anayotumika. Ufahari
na upeke yenye amani, upendo na faraja. Nitapojifungia na kufurahia asili yake, karibu kwenye dunia mpya, tufurahie nyakati bora, tupate shangwe na nyingi fursa, tupe tucheze na tuungane. Karibu kwenye dunia mpya, tufurahie nyakati bora, tupate shangwe na nyingi fursa, tupe tucheze na tuungane. Karibu kwenye dunia mpya, pita ndani ufaidi. Wakati kiwanda cha michezo kinazalisha madini, mchezo huu wa leo umenikumbusha Yuda. Usicheze mbali, ubingwa hata kaa upate. tumekupa kandarasi ya kutusikiliza. Samogopi Mwakinyo na mtaka leo kesho. Sisi ni Sports Venue, mpaka baadaye. Kabumu, Kipute, Bongi, kokote ulimwenguni tunagusa michezo mbalimbali. Natoka mtukaze mtu wa kazi. Uchambuzi, majibu na maswali kwenye eneo hili. Sports Venue. Jamani, mmemsikia Mshua? Tajiri anasema wiki hii anaendelea kuvunja gawio na marejesho kwenye kibubu chake. Naam, shilingi milioni 10 zitahesabiwa, huenda kwa watu 100 kila siku, na kila baada ya nusu saa gawio la 100,000 chap kwenye simu yako, huku kila baada ya dakika 45 mwendo marejesho 50,000 kama zote. Usisubiri bahati yako, fanya hivi: fungua menyu malipo ya simu yako, tuma shilingi 1,000 kwenda kwenye namba ya kampuni 553-111, kumbukumbu namba 333 au neno bongo, weka namba ya siri kuthibitisha muamala kutoka. Kumbuka, kushiriki mara nyingi zaidi unajiongezea nafasi ya ushindi. Hairuhusiwi kushiriki kwa walio na umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi. 90.0 Dar es Salaam, burudani ilipoweka makao.